Karibu wapenzi watazamaji, mashabiki zangu, niweze kuwapasha. Edwin Sifuna ameweza kuzungumza baada ya kuondolewa kwake kama katibu mkuu wa chama cha ODM. Na jinsi ambavyo Edwin Sifuna ameweza kuzungumza, mpenzi mtazamaji, inaashiria kwamba hajaweza kutishika kwenye hatua ambazo ziliweza kuchukuliwa na chama cha ODM kumuondoa kama katibu mkuu wa chama cha ODM. Kusema ukweli, Sifuna ni shujaa wa Kenya. Sifuna ni shujaa kwa kusimama na msimamo wake dhabiti mpaka ameondolewa kama katibu mkuu wa chama cha ODM. Sifuna alikataa kuunga mkono Kasongo na serikali yake ambayo iliweza kuwaua wananchi. Sifuna alikataa katakata kukubali chama cha ODM kuungana na serikali ambayo iliweza kuwaua Gen Z. Alikataa katakata. Unajua, walikuwa wanafikiri kwamba wakimuondoa Sifuna kutoka kwa wadhifa wake wa katibu mkuu wa chama cha ODM watakuwa wamemmaliza nguvu. Pole. Hapa sasa wameweza kumpea attention ya Kenya nzima, na imeweza kugundulika na Wakenya wameweza kugundua kwamba Sifuna alikuwa na nia njema kwa chama. Sifuna alikuwa amekataa kuruhusu chama kiuzwe. Mahala ambapo walikasirikia ni pale ambapo Sifuna alisema kwamba hii mikutano ambayo inaandaliwa ya chama cha ODM sijui ni Linda Ground, yeye kama Secretary General hajawahi itishwa hata shilingi. Pesa zinatoka wapi? Wamekasirika, wamemuondoa. Sasa Sifuna amekuja na kusema hivi, aftermath ya kwanza kama kawa kite hoye Kitengela, akasema kwamba sasa ni Kitengela town watakuwa ni Linda Mwananchi tour, na viongozi ambao watakuwa na yeye ni wengi sana. Hapa unaona viongozi kama vile James Orengo, gavana wa kaunti ya Siaya. Tuko na Honorable Edwin Sifuna ambao ni wageni. Tuko na Honorable Babu Owino. Tuko na Honorable Osotsi Godfrey. Mimi naona hata Godfrey Osotsi hivi karibuni huenda akaondolewa kama deputy party leader wa chama cha ODM. Sasa kama unaona Kalip Hamisi ameondolewa kutoka kuwa viongozi wa kitaifa wa chama cha ODM, tukuje Edwin Sifuna ameondolewa kama Secretary General, wadhifa mkubwa sana. Ni kipi ambacho kitakufanya uweza kuamini kwamba Godfrey Osotsi hataweza kuondolewa? Na sasa hivi yuko kwenye hii bandwagon ambayo inakataa katakata ODM isingie kwa serikali. Tuko na Richard Onyonka, wageni wengine kama vile Omondi Karoli, mgeni mwingine ni kama Honorable Barongo Obadia, Gisairo Clive, Kibagendi Anton, wageni wengine ni kama vile Brian Weke, Honorable Mogeni Eric, Honorable Wamboka Wanami, Honorable Patrick Makau, Honorable Kimilu Joshua, Honorable Kalib Hamisi, Honorable Majimbo Kalasinga, Honorable Oundo Wilberforce and Honorable Danson Mwashako. Watakuwa Kitengela Kajiado tarehe 15 kuanzia saa 4 ya mchana, saa 5 ya mchana. Unajua hii inaashiria nini kutokana na yale ambayo Edwin Sifuna ameweza kusema? Inaashiria kwamba hawaogopi na wataendeleza injili yao ya kukataa hatua ya chama cha ODM kuingia kwa serikali. Endapo kitu kingemfufua baba Raila Odinga hii leo, aone jinsi ambavyo viongozi wa chama cha ODM akina Oburu Odinga wameweza kupenda pesa mpaka wameweza kumuondoa SG wake Edwin Sifuna, mwenye baba aliweza kuamini mpaka dakika ya mwisho, baba atalia sana. Iwapo baba ataamka leo, aamke leo
aone vituko ambavyo chama chake cha ODM kinafanyiwa, atalia sana. Atalia sana, mpenzi mtazamaji. Sasa kuna kitu ambacho naomba niweze kuambia. Uchaguzi mkuu ni mwaka ujao. Uchaguzi mkuu wa urais ni mwaka ujao. Na Bwana Kasongo amefanya makosa influence mpaka Edwin Sifuna akaondolewa. Wacha nikueleze, mambo yataenda kuchemka. Sasa hivi anti-Ruto campaign, anti-Ruto rallies zinaenda kuongezeka. Kwa nini? Sasa hivi watu watajua fika kwamba Bwana William Ruto ndiye aliweza kulipana pesa, Edwin Sifuna akaondolewa kama Secretary General. Number 2, ODM itaenda kuisha. Sasa hivi wafuasi ni wengi ambao walikuwa wanapenda Edwin Sifuna. Ni wafuasi ni wengi ambao wanapenda Babu Owino. Wafuasi ni wengi ambao wanapenda Caleb Hamisi. Na ODM itaenda kuonekana kwamba ni chama ambacho kinatetea tumbo zao, bali si chama ambacho kinamtetea mwananchi. Iwapo kingekuwa kinamtetea mwananchi, kingesikiliza yale ambayo Edwin Sifuna anayasema. Sasa ODM itaenda kuisha, itaenda kupasuka. Itakuwa ngumu kwa wao kufanya mikutano ya kuleta pamoja wananchi. Number 2. Number 3, ODM itajulikana kwamba si chama cha demokrasia. Unajua demokrasia ni nini? Demokrasia ni pale ambapo wananchi au viongozi pamoja na watu mbalimbali wanaruhusiwa kuwa na maoni yao. Unahisi ni kwa nini Raila Odinga alipendwa mpaka kufa kwake? Raila ni mtu ambaye alikuwa na ruhusu wale ambao wako na maoni tofauti kwa chama. Ndio maana kilikuwa kinaitwa Orange Democratic Movement, ODM. Demokrasia, democratic. Mwenye anakubaliana na mwenye na yule mwenye akubaliani wanamwacha. Lakini sasa hivi imeweza kuonekana wazi kwamba ODM haitaki kukubali yule mwenye yuko na maoni tofauti na yao. Ndio maana wameweza kumfukuza Sifuna. Na wacha nikueleze, sioni iwapo Sifuna ataenda kusalia kwa chama cha ODM. Kwa nini? Unatolewa kutoka kuwa kiongozi alafu usalie kwa chama? Haiwezekani. Haiwezekani. Hauwezi ukatolewa kuwa kiongozi alafu endelee kusalia kwa chama. Sifuna ataenda kuondoka kwa chama. Wataongozana na Babu Owino, wataongozana na James Orengo pamoja na viongozi wengine. Watu wangu wa Nyanza, ninadhani mmeweza kuona jinsi ambavyo ODM sasa hivi imeweza kununuliwa. Tupatane kwa kanda ijayo.